atasema bado ulimkataa. Kwa hivyo ni wewe umwamini na uweze kuenenda kadri na neno lake. Ukienda kadri na neno lake, ataona kujitoa kwako na atasema ya kwamba umemkubali. Usiseme ni ngumu, usiseme haiwezekani, usiseme ya kwamba inawezekanaje nikae maisha ya kumpendeza Mungu na mambo haya yote iko duniani. Inawezekana, kwa sababu Biblia inasema ati ya kwamba kulikuwa mtu mmoja hapo kitambo, katika kisasi chake alikuwa anaitwa Enoko. Na huyo mtu katika kisasi chake walikuwa wamejimwaga kwenye raha, wakajimwaga kwenye anasa za duniani hii, lakini yeye peke yake akaamua ati ya kwamba mimi nitaenenda kadri na neno la Mungu. Mimi sitafanya venye wanadamu wanafanya, sitaingia kwenye raha wanadamu wanaingia, sitafuata venye watu ninaona wakifanya. Mimi nitajitoa kwa Mungu hata kama mimi niko peke yangu. Na kwa hivyo akajitoa kwa Mungu katika kisasi chake, na kulikuwa na uovu mingi, lakini Biblia inasema ya kwamba alijitoa katika kisasi chake. Hata kisasi chetu unaweza ukajitoa na useme utaenenda kadri na neno la Mungu, na useme ya kwamba nitafuata sheria, na kwamba nitafuata sheria za Mungu, na useme ya kwamba mimi nitakaa kadri na neno la Mungu. Useme ya kwamba nitaamini Mungu yuko na aliniumba mimi, na kwa hivyo mimi nitamuogopa katika maisha yangu. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Enoko alinyenyekea mbele za Mungu, akaishi maisha ya kunyenyekea mbele ya Mungu, na wakati wake wa kuondoka duniani hakukufa, bali alichukuliwa na akaondoka duniani, kwa sababu aliishi akimuogopa Mungu na kunyenyekea mbele zake. Hata kisasi chetu tunaweza ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Haijalishi mambo yenye imetusingira, haijalishi ya kwamba raha zimekuwa mingi aje, haijalishi ya kwamba watu wanasema nini, haijalishi ya kwamba maisha iko aje, unaweza ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Si utamani uishi maisha ya kumpendeza Mungu wakati huu? Umpendeze Mungu katika maisha yako, uenende kadri na neno lake, nayo siku moja utasema ya kwamba kumbe sikupoteza. Unajua Biblia inasema ati njia ya msalaba, njia ya msalaba ni ukubafu kwa wenye wanapotea. Njia ya msalaba ni ukubafu kwa wenye wanapotea. Watu wanaona ni ukubafu. Njia ya msalaba imekataliwa na watu wengi. Wanasema ni kupoteza wakati, wanasema haiwezekani, wanasema inaweza ikawa aje, wanasema mambo mengi, lakini Biblia inasema hivi: njia ya msalaba ni ukubafu kwa wenye wanapotea. Wenye wanapotea na kuenda katika njia ya upotevu, ndio wanaona njia ya msalaba ni ukubavu, ndio wanaona habari ya Mungu ni ukubavu, kwa sababu hao watu wanataka kujimwaga kwenye anasa, wanataka kujimwaga kwenye mambo ya kupita, wanataka kujimwaga kwenye mambo haina faida. Mambo haya tunayaona na mwina macho, haya mambo inapita tu. Biblia inasema maisha yetu ni kama maua. Leo inakuwa nzuri, kesho inakauka. Maisha yetu ni kama maua. Leo inapendeza macho, inapendeza macho, kila mtu akiangalia anaona ikiwa sawa, lakini kesho haiko. Na Biblia inasema ya kwamba tujifundishe kuhesabu siku zetu. Jifundishe kuhesabu siku zako, kwa sababu siku zetu zimehesabiwa. Hakuna mwanadamu anaishi hii dunia hajahesabiwa